Karibu tena mtazamaji, kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali tukizamia swala la ugatuzi. Na hapo awali Chege Mauro alikuwa umeelezea kuhusiana na swala la watu kupiga kura kwa minaji kwa kuzingatia clanism ambayo imekuwa ikifanyika hasa maeneo ya kaskazini ya nchi. Ningependa kusikiliza kauli yake Grace kuhusiana na mbona maeneo ya Ukambani hasa swala la uchaguzi imekuwa ni matatizo makubwa na imerudisha nyuma sana maeneo hayo. Kwa kweli si mambo ya uchaguzi ndio imerudisha eneo hilo kuwa nyuma. Jambo la kwanza Wakenya wanafaa kujua, kufanyiwa kazi ni haki yako. Manake kwa mara nyingi tumekuwa tukiambiwa pande ya Ukambani hatujakuwa kwa serikali sijui kwa miaka 15 sijui miaka ngapi, ndio sababu hatuoni maendeleo. Kwa kweli hakuna siku hata moja nishaisikia rais kauza mali yake kufanyia Wanakenya kazi. Hakuna siku hata moja nishaisikia rais yoyote kauza mtoto wake kufanyia Wakenya kazi. Manake zile pesa ambazo anafanyia kazi ni pesa ambazo sisi Wakenya tumeweza kutoa ushuru. Kwa hivyo mwanasiasa yoyote ambaye anakuja kukuambia umekataa kufanyiwa kazi manake hujakuwa kwa serikali, inamaanisha huyo mwanasiasa, kama wewe mpiga kura, huyo mwanasiasa anakuona mjinga sana. Anakuona mpumbavu. Kwa sasa hivi tukiangalia, tukisema Ukambani, ni watu wangapi ambao wameajiriwa ambao wana payslip? Wanakatwa pesa ngapi pale kwenye payslip zao? Basi kama hatufai kufanyiwa kazi kule Ukambani manake hatuko kwenye serikali, basi serikali ache kutukata payslips zetu, sisi tukusanye ushuru wetu tujifanyie kazi zetu. Kwa hivyo si mambo tu na kukua nyuma, ni mambo na kuwa ni zile sera na siasa mbaya ambazo za kuwa kama mnataka niwafanyie kazi lazima mniabudu. Kama mnataka niwafanyie kazi lazima mniite Mungu wenu. Na hizo ndio sera ambazo pia sisi kule Ukambani tumesema kufanyiwa kazi ni haki yetu. Si lazima tukue kwenye serikali ndio tufanyiwe kazi. Na hizo ndio sera ambazo unaona hata Gen Z sasa hivi wanasema ni haki yetu. Ni haki yetu kutufanyia kazi, ni haki yetu kuwa hospitali zina dawa, ni haki yetu kuwa na barabara ambazo zinaweza pitilika, ni haki yetu kukuwa na HELB ambayo inafanya kazi, ni haki yetu kukuwa na free education, si pesa za rais ambazo anatuletea sisi. Ingekuwa hivyo basi kila mtu, hakuna tungekuwa na kwenye siasa, tungekuwa tupiga kura, tungekuwa tukisema basi tutafuteni tajiri ambaye ana hela nyingi tumweke pale ndio aweze kutufanyia kazi kwa mapendo yake. Lakini manake tunaita Kenya ni nchi ya demokrasia, ndio tunaenda kupiga kura. Kama tumekupigia kura kidemokrasia, basi ni demokrasia kutufanyia kazi sisi wote kama Wakenya. Iwe ni kule kaskazini, iwe ni kule mashariki, iwe ni wapi, aliyekupigia kura ama ambaye kukupigia kura ana haki ya kuwa amefanyiwa kazi. Manake nikitoka manake nikitoka hapa nikienda kule Kiambu kusalimia rafiki yangu, nataka nipate mabarabara bila shaka yako sawa. Kwa hivyo si mambo tuna Ukambani, ni kila Mkenya kwenye kaunti zote 47 zote zinafaa kufanyiwa kazi, manake kila Mkenya anatoa ushuru kweli.